Mfahamu Anna Peter Lunguya almaarufu kama Anna Collection, ambaye ni mbunifu wa mavazi mwenye taasisi yake inayojulikana kama Anna Collection. Watu wengi sana mtakuwa mnamfahamu mwanamama huyu mwenye historia ya kipekee zaidi. Mwanamama Anna Peter Lunguya ana miaka 35 mpaka sasa, lakini historia yake inadhihirisha uhalisia mpaka hapa alipo. Wengi mkimuona mnafikiri ni mwanamke ambaye amekulia maisha mazuri na akafikia mpaka hapo alipo, ila mpaka hapo alipofikia amepitia mambo mengi sana ambayo akikusimulia ni kama wewe unayopitia kwa sasa na ukafikiri ni vigumu kuweza kufikia. Mwanamama huyu mwenye miaka 35 alisoma katika chuo cha Tumaini University. Alisomea masomo ya Science and Information Management, lakini aliweza kuhitimu mwaka 2014 na alikuwa ndani ya ndoa. Aliweza kukaa ndani ya ndoa, lakini aliishi kama tegemezi, akiweza kumtegemea mwanaume kuanzia chakula, mavazi, kila kitu. Ikafika sehemu akaona amechoka kuwa tegemezi, kabidi atafute kazi, na hata hivyo aliweza kupata kazi. Alipata kazi katika chuo cha ICT ambacho kinafahamika kama Azania, chuo cha usimamizi cha Azania, na alikuwa kama mwalimu wa ICT, lakini alilazimika kuacha kazi yake baada ya kukaa miezi 6 bila malipo. Wakati huo alijaribu kukaa nyumbani huku akijaribu kutuma maombi kadha wa kadha katika sehemu mbalimbali ili aweze kuweza kupata sehemu ya kufundisha kama ilivyokuwa taaluma yake. Lakini kuna siku aliweza kutumiwa email na kwenda kufanya interview sehemu. Kilichomuumiza zaidi, alijikuta akiwa anafanya interview na aliyekuwa mwalimu wake chuo, na hakutaka kuweza kuendelea tena na hakuweza kupata nafasi, hivyo akaona kama ajira imeweza kuwa ngumu kwa upande wake, na kama angepata nafasi nyingine basi angeweza kufanya. Alirejea nyumbani, lakini mumewe kipenzi mwenye maono ya mbali alimwambia, "Hivi Anna, wewe si ulikuwa una idea kidogo na ushonaji na ulikuwa unapenda sana mambo ya ushonaji?" Anna akamwambia, "Ya, ni ukweli, lakini sio taaluma yangu." Mume wake akamwambia, "Hapana, usitazame taaluma, tazama kile unachokipenda, ndicho ambacho kinaweza kikaamua hatima yako kwa sasa." Mumewe alimshauri akamwambia, "Anna, vipi kama ungeweza kujaribu na huku tena, kwa sababu soko la ajira ni kama unavyoliona." Ukweli, Anna alianza kujaribu kidogo na akaanza kushona. Alijaribu kujifunza kushona kidogo, akaanza kushona, lakini peke yake ikawa ni ngumu kidogo. Akajaribu kuwatafuta mafundi kutoka Kigoma, wakaja na wakafanya naye kazi. Na wakati huo alikuwa akifanya katika maeneo ya Vingunguti. Fundi huyo kutoka Kigoma alikuwa akifanya naye kazi, lakini mwisho wa siku kila kazi ambayo ikiletwa basi fundi alikuwa akikataa. Yaani fundi alikuwa ni mbishi sana katika kazi ambazo zinakuja. Mara nyingi mtu anakuja ni design yake, lakini fundi anakuwa ni mtu wa kuweza kupinga idea iliyokuwa imetolewa. Kila Anna anapomwelewesha, lakini yule fundi alikuwa mbishi. Lakini Anna akasema kwa nini inakuwa hivi, akabidi amtafute mtaalamu kidogo wa masuala ya ushonaji ambaye anajua. Akamcheck Instagram na akaanza programu ya kuweza kujifunza, na alijifunza kushona zaidi kwa professional kidogo. Anna alijifunza, mwisho wa siku akajikuta kama ana idea na anaweza. Lakini baadaye akajaribu kukaa mwenyewe kwenye mashine na kuanza kushona akiwa na fundi huyo. Mwisho wa siku kukawa kuna vitu anavijua zaidi, na ilikuwa ni alizidi kufanya vizuri kiasi kwamba akaona hapa ameweza kukua maeneo ya Vingunguti na watu walimkubali zaidi. Kutokana na ubora na ufundi alikuwa ameutengeneza, Anna alijaribu kuziweka nguo zake kwa bei fulani ya juu. Bei ambayo alikuwa ameiweka katika maeneo ya Vingunguti kule ilikuwa ni Uswahilini, kama hizo bei zilikuwa haziendani na maeneo hayo. Anna akaona ahamie Sinza, kwa sababu alisikia Sinza kule vitu unaweza kuuza shilingi 30,000 mpaka 40,000 na watu wakanunua 50,000 mpaka laki, unaweza kupata nguo kwa aina hiyo. Anna akaona kwa nini nisiame huku Vingunguti niweze kwenda kule Sinza, pengine ninaweza kaendana na soko la huko. Anna akaamua kufungasha virago vyake na kwenda kuhamia mitaa ya Sinza, na akaanza biashara yake na akaanza kazi yake rasmi kabisa. Wakati huu hajui chochote kuhusiana na Anna Collection, hajui kitu chochote kuhusiana na Anna Collection Academy ambacho ni chuo chake kwa sasa. Alikuwa hafahamu hicho. Aliingia pale Sinza kwa kujaribu bahati yake. Aise, asikwambie mtu ubora ndio unakudhihirisha wewe ni nani.
Ukitaka watu wakujue wewe ni nani, dhihirisha ubora wako kwanza bila kutumia mdomo, onesha vitendo. Ana kwa vitendo, watu walikubali kazi yake iliyotukuka mno. Ana akawa na wateja wengi sana ambao walikuwa wakifanya delivery, na mavazi ambayo Ana alianza kudesign ilikuwa ni t-shirt tu za kawaida. Ndio alianza kudesign akiwa nyumbani. Aliweza kuchanganya t-shirt pamoja na vitambaa ambavyo watu majirani zake pamoja na wazee wa kanisa walizipenda sana kule Vingunguti. Hivyo basi akaona aanze ku grow up, akaamua kudesign baadhi ya vitu tofauti, na moja kati ya vitu ambavyo Ana aliweza kudesign ni pamoja na nguo za harusi. Aliweza kushona nguo za maharusi na aliweza kupata delivery kutoka kila kona ya Tanzania. Watu walikubali mitindo yake tofauti ambayo alikuwa akiifanya na ilivutia sana. Ni ubunifu kutoka katika mikono yake na si katika mikono ya mtu mwingine. Ana akafanya vizuri zaidi, watu wakapenda kila alichokuwa akikifanya. Ana kutokana na ongezeko la wateja na pia alitamani kupata soko zaidi, akahamia maeneo ya Mwenge. Kule ndiko alikoweza kufungua tena ofisi yake hiyo na biashara ikawa kubwa zaidi. Ana akiwa na jopo la mafundi 6 walikuwa wakifanya vitu ambavyo watu walifikiri ni watu kutoka nje ya nchi, lakini kumbe ni hapa Tanzania. Waliweza kudesign mavazi ya harusi tofauti na yalivutia mno. Akaanza kupata oda mpaka nje ya nchi kama vile Zimbabwe, Kongo, Ghana na nchi nyingine nyingi sana za Afrika walitamani sana mishono yake. Kutokana na wimbi la watu kuja kujifunza, na walitamani sana waweze kujifunza kutoka kwake kutokana na michoro yake ambayo ilibamba sana kila kona ya Tanzania. Watu wengi walipenda kujifunza ni vipi Ana anafanya hivi. Basi walitamani sana awafundishe. Alifikiri atakuwa ni mtu mmoja amfundishe, lakini baada ya kufundisha mtu mmoja aliongezeka mmoja na mmoja akaongezeka mwingine. Baadaye ikawa ni watu wengi, akaona sasa mbona wanakuwa wengi? Kwa nini asingeweza kufungua kama darasa aweze kufundisha watu wengi zaidi? Ndipo hapo alipofanya darasa na baadaye ikawa kama chuo, na kwa sasa chuo hicho kina watu zaidi ya 200 na wanaongezeka mwaka hadi mwaka. Ana Collection kimekuwa ni chuo maarufu sasa hivi. Wanasema Ana Collection Academy ni chuo ambacho kinafundisha watu wengi sana namna ya kudesign na kutengeneza nguo tofauti. Na hii imekuwa ikivutia watu wengi sana. Na hivyo ndivyo taasisi ya Ana Collection ilipokuwa mpaka sasa hivi. Lakini Ana aliweza kuanza mwaka 2017 rasmi kabisa, na ndipo hapo safari yake ya ushonaji na kudesign ilipoanza rasmi. Mpaka sasa taasisi ya Ana Collection iliposimama, mhusika amepitia mambo mengi sana, kukiwa kuna watu tofauti. Safari ya mtu mmoja inaweza ikaibua safari ya matumaini kwa watu wengine ambao wanaweza wakafuata. Hivyo ukimwangalia ilikuwa ni juhudi zake mwenyewe kuweza kupambana ili aache kutegemea kutoka kwa mume wake, lakini mwisho wa siku Ana ukweli amekuwa tegemeo pia kwa watu wengine. Sasa hivi Ana ni kama tegemeo, ameajiri watu wengi zaidi na amefanya vitu vikubwa sana na watu wakubwa nchini kama vile Haji Sande Manara pamoja na Zailisa. Lakini kuna watu wengi sana waliweza kulaumu kuhusiana na Ana Collection juu ya kumweza kumuongezea ubalozi mpya Zailisa. Ile siku ambayo Zailisa aliweza kuitisha press conference ya waandishi wa habari akiamini kwamba ni siku ambayo atakwenda kusema ukweli wote kuhusiana na yeye kuweza kuachana na Haji Sande Manara. Lakini waandishi wa habari walipofika walikutana na hadithi nyingine tofauti. Moja ya hadithi waliyokuta waandishi wa habari ni kuhusiana na Ana Collection. Ana Collection ambayo ilikuwa kimuongezea mkataba. Hivyo waliamini kwamba Ana Collection anaweza akawa ni moja kati ya watu ambao wanaweza kuhusika kumngoa Zailisa pale kwa Haji Sande Manara kutokana na mkataba na Daunono ambalo waliweza kuweka na likampa jeuri Zailisa. Watu wakasema kwa nini ametumia fursa ya watu kuachana, kwa sababu wana trendi mtandaoni na kuweza kufanya kitu kama hicho ambacho kwa upande wa dini ni kitu ambacho hakifurahishi zaidi, lakini kwa upande wao wakaamua kuchukua kama advantage kwa sababu kinafuatiliwa na watu wengi sana. Lakini Ana akasema hii ilikuwa katika ratiba yake na hakupanga iwe hivyo. Hakuweza, si kwamba kwa sababu walikuwa wameachana na ndo maana akafanya hivyo kuweza kuteke attention kwa watu. Hapana, hii ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa imewekwa rasmi kuweza kumtambulisha Zai kwamba ameweza kusaini mkataba mpya ndani ya Ana Collection ambayo ni taasisi inayokuwa kwa kasi sana Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Na huyo ndio Ana Peter Luguya.
watu wengi ambao walikuwa hawamfahamu kwa undani, lakini historia ya maisha yake ndivyo hivyo ilivyokuwa. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala kama hizi.